Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye vile vile uko hapa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile mgeni wetu maalum katika maadhimisho haya ya miaka mitano ya kumbukizi la mpendwa wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa sana Mama Janet Magufuli, mama yetu, na ambaye umetukaribisha leo tena kuungana na familia katika kumwombea lakini vile vile kumwenzi mpendwa wetu John Pombe Magufuli. Waheshimiwa mawaziri wote mliopo, waheshimiwa sana viongozi wetu wastaafu katika ngazi mbalimbali ambao umeungana nasi, waheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali ambao wamejumuika nasi katika adhimisho hili, waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa ndani ya Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wamejumuika nasi, wapendwa mapadri, watawa wa kike na wa kiume, ndugu zangu wanahabari na ndugu zangu wageni wote ambao tumefika kwa ajili ya kumbukizi ya miaka hii mitano ya mpendwa wetu. Mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaikum. Ndugu zangu, kwa niaba ya Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na kwa niaba ya maaskofu wote, nichukue nafasi hii kutoa shukurani kwanza kwa familia ambao daima wameona umuhimu wa kuendelea kuungana na mpendwa wetu, baba wa familia hii, rais wetu hayati John Pombe Magufuli, na vile vile marehemu wengine wote wa familia kwa adhimisho hili la misa takatifu kila mwaka. Inaonyesha wazi jinsi familia ambavyo inaamini na kupenda kuendelea kuungana na wapendwa wetu waliotutangulia, ili adhimisho hili liwe sehemu kubwa ya tumaini lao, lakini vile vile safari ya maandalizi ya wao wenyewe vile vile kuandaa mazingira ambayo yatawafanya siku moja waungane na wapendwa wao, kama tulivyosikia katika misa takatifu, kule ambako machozi yote hufutwa. Ninawashukuru na kuwapongeza sana. Pamoja na hilo, baraza linazidi kuwatia moyo kuendelea kuungana na mpendwa wetu John Pombe Magufuli kwa njia hii kubwa ya sala na inapowezekana kwa adhimisho la misa takatifu. Sio tu katika siku hii ambayo tunakumbuka siku ambayo aliaga dunia, lakini kama sehemu ya imani yenu, sala zenu kwake zinahitajika siku hadi siku. Wapendwa wanafamilia, ni ninyi katika kutenda hayo mmeweza kuiamsha jumuiya hii na jamii yote ambayo tumeungana leo, kuunganisha sala zao na za kwenu, ambao ni hazina kubwa kwa mpendwa wetu katika kupokea huruma ya Mungu.
Baraza la Maaskofu likiendelea kuwashukuru na kuwatia moyo, linaahidi lilivyoahidi tangu mwanzo kuendelea kuungana nanyi kwa njia ya sala, kuenzi, kukumbuka na kumwombea mpendwa wetu katika yote ambayo yako mbele yetu, yale aliyotendea taifa hili na kuleta faraja kwa watu, mtu mmoja mmoja, lakini faraja kama taifa, yale ambayo matunda yake tunaendelea kuyaenzi leo, lakini vile vile kama mtu wa imani tunapomtakia pumziko la amani, tunaamini tuna haja na wajibu wa kuomba vile vile huruma na msamaha wa Mungu. Ndugu zangu wanafamilia, tunayatenda hayo tukielewa wazi kwamba John Pombe Magufuli aliishi imani yake, alimtumaini Mwokozi wake na alipata huduma ambazo kanisa lilimpatia kumwandaa kwa ajili ya kukutana na Muumba wake. Sisi kama kanisa tunaamini hayo hayakutendeka bure, na ndio maana tunaonja na kujisikia kuungana nanyi katika kipindi hiki sasa ambacho si cha maombolezo tena, bali kwanza cha kumwenzi, lakini zaidi sana cha matumaini kwamba yeye kwa huruma na msamaha wa Mungu yuko katika safari yenye usalama akielekea pumziko la amani. Ni tumaini hilo linatufanya sasa maadhimisho yetu kuturudishia mtazamo huo sisi ambao tuko hai hapa duniani, kutazama vile vile safari yetu, ili tunapomaliza safari yetu wale ambao watabaki wakituombea waweze kupata sehemu hiyo ya matumaini ambayo tumeyatengeneza sisi wenyewe na tukawakabidhi kama faraja pale ambapo tutakuwa tumewatangulia. Na matumaini hayo ya wajenge vile vile waweze kuwakabidhi wengine matumaini hayo, na hatimaye ulimwengu mzima uokolewe na Mungu atukuzwe. Kumbe tunapoendelea kuungana nanyi kwa sala, tunaendelea kuahidi tena sala zetu kumwombea mpendwa wetu amani katika furaha ya Muumba wake, ambao si sote tunaelewa tutaipata tu kwa huruma na msamaha wa Mungu, kwani hatustahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Nanyi pia endeleeni kuenzi maisha aliyoyaishi, na hasa yale ambayo yalionyesha na kutetea imani yake, ili yawafanye tena kuwa vyombo vya kuhudumia taifa la Mungu katika hali mbalimbali. Baraza la Maaskofu likiungana na ndugu zetu wote ambao tumekuja kusali hapa leo, tunazidi kuiombea nchi yetu amani na utulivu, maendeleo ambayo yatamgusa kila mtu, lakini vile vile umoja na mshikamano. Asanteni kwa kunisikiliza. Nawatakia maadhimisho mema ya kumbukumbu ya mpendwa wetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.